Haijawahi kutokea kwenye historia ya Simba tangu tumeanza kuishuhudia kwenye michuano ya kimataifa. Pengine hii inaweza kuwa rekodi mbaya zaidi kuwahi kutokea kwenye klabu yao. Of course yes, ni jambo ambalo watu wengi hawakulitegemea na kimetokea kwa wao kama surprise, na ni sehemu pia ya maisha ya mchezo wa mpira wa miguu. Kuna nyakati unaweza ukapata kile ambacho unastahili, kuna nyakati pia unakosa kile ambacho unastahili. Kwa sasa hivi tunazungumza, Simba walikuwa wanastahili angalau kuwa na alama katika kundi, lakini ukiangalia mpaka hivi sasa unaona kwamba wamekosa kile ambacho walikuwa wanakistahili, na maana tumekuwa tukizoea kuna nyakati anapoweza kupoteza michezo miwili ama akapata sare, lakini mpaka sasa nafikia hatua michezo mitatu bila kupata matokeo yote. Hii inaonyesha kwamba kuna namna ambavyo timu imeyumba. Maana yake ni kwamba tunaweza kusema hatima ya Simba kwa msimu huu kwenye haya mashindano imeishia hapa. Safari yao imeishia hapa. Simba safari yao imeishia hapa. Ni swala ambalo tunaweza kukaa tukaanza kulidiscuss kwa aina ya kikosi ambacho wako nacho, kwa aina ya wachezaji ambao wako nao, kwa aina ya spirit ambayo iko ndani ya kikosi. Inaonyesha zaidi shairi timu aina ile spirit, ya fighting spirit, kwa maana inaweza kaamka leo ama imelala leo, kesho itaamka. Sio timu ya design kama hiyo. Sio Simba ambayo tumezoea kuishuhudia. Sio Simba misimu ya nyuma kiasi cha kwamba unakuwa na matumaini nayo, kwa maana kama imelala leo basi kesho itakwenda itaamka. Tumeshashuhudia katika misimu kadhaa imekuwa ikifanya hivyo. Kuna nyakati inaanza vibaya ama inaanza vibaya katika michuano hii, lakini baada ya muda fulani wanakaa vizuri. Lakini this time around tunaona kwamba hakuna matumaini yoyote ambayo tunaweza kusema kwamba kesho inaweza ikaamka ama kesho kutwa. Sasa wachezaji nao ambao wamewasajili ni kama vile wamesajili magalasa tu, kama ambavyo watu wengi wamekuwa kizungumza, hamna kitu wanafanya. Sitaki kuwavunjia heshima kusema kwamba magalasa, ila kwangu mimi naweza kusema kwamba ni wachezaji ambao hawaendani na mahitaji ambayo wako nayo Simba. Kwangu mimi nadhani wameenda kuchukua IST badala ya Bulldozer, kwa sababu aina ya mahitaji ya Simba na aina ya wachezaji ambao wamesajiliwa ni vitu tofauti. Kwangu mimi niliamini kwamba kwenye dirisha hili dogo wenda wangeenda kuchukua baadhi ya wachezaji ambao wangeenda kuongeza kitu kikubwa ndani ya kikosi, lakini kwangu mimi kwa aina ya sajili ambazo paka sasa hivi zimeshafanyika kwenye kikosi cha Simba, kama kuna 100%, mimi naweza kuzipa 50% ambao kimsingi haziwezi kusaidia kuitoa Simba sehemu moja na kuipeleka sehemu nyingine. Golikipa at least ana kitu, lakini ndio kama nilizungumza kwamba ni wachezaji ni wazuri, lakini uhitaji wa Simba kwa sasa umekuwa ni mkubwa. Kwa maana hata kama golikipa labda ana level fulani ya ubora, alitegemea kwamba anakuja kwenye timu ambayo ina ubora na yeye atakuwa miongoni mwa bora. Maana ya timu kuna nyakati anaweza akawa mchezaji wa kawaida akabebwa kutokana na ubora wa timu. Nyakati nyingine pia ipo hivyo. Lakini sio, kiangalia namna ambavyo timu ilivyo sasa hivi ipo katika nyakati ngumu ambazo kimsingi kila mtu anaonekana kuwa sio bora. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo hata kama wewe bora, lakini umeingia kwenye kundi ambalo sio bora, kiasi cha kwamba nao tutahesabika kama sio bora. Waswahili wanasema kwamba samaki mmoja akioza, wote wanafanyaje? Wanaonekana kuoza. Hata kama kuna quality moja bado haziwezi kuonesha kwamba zina ubora kutokana na aina ya wachezaji ambao wako ndani ya kikosi. Mashabiki sasa wategemee kwenye kombe lipi? Manake sasa kwenye klabu bingwa ndio kama hivyo, lakini pia kwenye ligi unaona mwenendo sio mzuri. Yes. Kwenye jibu tu la kawaida, Simba kwa msimu huu wasitegemee kombe lolote. Simba kwa msimu huu labda kuwe na kombe ambalo ashiriki Azam FC, kuwe na kombe ambalo ashiriki Young Africans. Simba akishiriki wenda akashinda. Ndio nazungumza hapa. Kama kuna kombe ambalo hata kuwepo Azam FC wala hata kuwepo Young Africans, basi Simba kuna uwezekano wa kushinda. Lakini ukizungumza in general, kama kuna kombe lolote ambalo Simba atashiriki, ndani yake kutakuwa na Young Africa pamoja na Azam FC. Ni swala gumu kusema kwamba Simba anaweza akatoa tajiro. Yes. Ukipewa nafasi ya kufyeka wachezaji ndani ya kikosi cha Simba sasa hivi unaanza na nani? Watano. Aidha hawa waliosajiliwa sasa hivi au waliokuwepo kwa siku hizi tatu chache ambazo zimebaki za dirisha dogo. Shida ya Simba sasa, ujue Simba moja kwa moja ukatupia lawama peke yake wachezaji, lakini tumeshashuhudia kwamba zimefanyika sajili nyingi ndani ya Simba, lakini bado zimeshindwa kusaidia Simba. Kwa hiyo kujua mwisho wa siku huenda changamoto sio wachezaji ambao wapo kwenye kikosi. Changamoto kuna sehemu ambayo iko na inaonekana kufichwa, kuzibwa.
Hilo ndio la msingi. Kwa mimi ukisema nimkate nani nitakuwa nimepunguza ugali wangu. Unataka kusema kwamba Simba inafanya vibaya si kwa sababu ya wachezaji waliosajili. Wachezaji waliopo wana uwezo kabisa. Sasa mchezaji, yani ngoja nikwambie kitu kimoja. Wachezaji zikifanyika sajili mbaya kwenye timu, wakisajiliwa wachezaji wabaya ambao hawaendani na falsafa ya timu ama hawana huo ubora ambao watu wengi wanategemea kuona, likaletwa benchi la ufundi ambalo kimsingi haliwezi kukidhi mahitaji, mtu ambaye anapaswa kulaumiwa katika makosa hayo ni viongozi. Kwa viongozi, kosa lolote ndani ya Simba ambalo litafanyika, wasajiliwa wachezaji ambao hawana ubora, liletwe benchi la ufundi ambalo halikidhi mahitaji ya timu. Mtu ambaye anapaswa kuwajibika ama watu ambao wanapaswa kuwajibika ni sehemu ya uongozi ama uongozi in general, kwa sababu wao ndio wenye mamlaka nani asajiliwe, wao ndio wenye mamlaka nani aje afundishe timu. Kwa hiyo ukiangalia sajili nyingi ambazo zinafanywa na Simba, moja, hata kama mwalimu amezipendekeza, lakini kuna nafasi kubwa uongozi kukubali ama kukata, kama wanavyokataaga ama wanavyoshinda kusajili baadhi ya wachezaji. Mfano, Simba walimtaka Alani Okelo, lakini mwisho wa siku ameenda kucheza Yanga Afrika. Kwa hiyo utakutoa kwamba hiyo ni miongoni mwa sehemu ambao unaweza ukachukua kama ushahidi wa kuonesha kwamba wenda katika uongozi kuna sehemu kuna changamoto. Yes. Simba hawezi kufanikiwa bila kubadilisha uongozi uliopo. Kwangu mimi nitachelewa sana kukubali kwamba Simba wanaweza kufanikia kwa uongozi huu. Nitakuwa mtu wa mwisho kukubali. Yes, kwa sababu kila kitu Simba wamefanya. Yes, washabadilisha walimu, washabadilisha wachezaji, lakini still bado ubora wa timu unaonekana upo pale pale, na kila baada ya siku hali inazidi kuwa mbaya, kwa maana timu inazidi kushuka kiwango. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani sehemu pekee ambayo Simba wanaweza wakaenda wakapona kwa sasa ni kufanya mabadiliko katika uongozi. Hakuna sehemu hii nyingine zaidi, kwa sababu leo hii unaweza kumuona fulani afanye vizuri, fulani afanye vizuri, lakini mwisho wa siku utagundua kwamba ndani ya uongozi changamoto ni kubwa, na kama watashindwa viongozi kubadilika, basi still tutaendelea kushuhudia Simba ikizidi kuporomoka. Yes. Shukrani. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.